Tarehe 16 mwezi wa 5 2025, siku moja tu imesalia ama masaa machache kuelekea mechi ya fainali ya mkondo wa kwanza. Berkane wakiwakaribisha Simba kule Morocco, mechi ambayo itapigwa hapo kesho na ndio tutaitazama kwenye kick-off number 1 namna ambavyo mwenendo wa hiyo fainali. Lakini tukigusia na taarifa ambazo zimeendelea kutikisa Afrika Mashariki kuhusiana na dimba la Mkapa kwenye fainali ya mkondo wa pili kuelekea Zanzibar, hii imekaa vipi na kauli ambazo zimezungumzwa na baadhi ya viongozi wa timu hizo mbili, tutazitazama hapa kupitia kick-off number 1. Lakini kwenye kick-off number 2 ni mabingwa wa ligi kuu nchini Hispania, Barcelona. Tutawatazama kwa ukubwa na mafanikio yao ambayo wameyafanikisha msimu huu na kutoa ndoo hiyo, licha ya kwamba Real Madrid mwanzoni tu mwa msimu usajili wao ulitikisa na kuamini watachukua vikombe vingi sana na wameangukia pua kwenye La Liga. Tutatazama review ya michezo ambayo imechezwa hapo jana kwenye La Liga, lakini vile kwenye preview tutamulika michezo bila kusahau mida ya kubeti ipo. Na unapenda zaidi interview basi mtukati ipo kwa ajili yako. Mwana michezo, kikubwa ni kuendelea kuwa nasi mpaka saa 9 kamili za alasiri. Nipo na Teacher Tiga na Lukinja sambamba na Zuberi George Mkalaboko. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziko, farasi wa vita. Ndugu zangu, kikao hichi cha kick-off number 1 ni kuhusiana na fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Teacher, hadi sasa kuna jipya zaidi ya yale tuliyoongea karibu wiki nzima kuhusiana na hii fainali. Tugusia kwenye ufundi tu kila ambacho mwalimu Fadreman Davids anaweza kunufaika, kwa sababu hana mchezaji hata mmoja ambaye ni injury. Pengine inaweza kumpa room kubwa kwenye mechi ya kesho kujua silaha gani ya kuitumia, na sisi tukaona baadhi ya wachezaji hatukuwaona labda kwenye mechi za mwanzo, tukaona wakipata nafasi. Huwezi kujaribu silaha ya vita usiku wa vita. Silaha lazima ujaribu before alafu ndio unaenda. Almost tutakaowaona watakuwa ni wale ambao wamecheza katika hatua hizi zilizopita, na kwa asilimia kubwa mwalimu kawaandaa. Sidhani kama tutakuwa na surprising package ya mchezaji ambaye hakuwepo akasimame sasa hivi kama shujaa wa Simba. Hapana, hilo silitegemei. Lakini ninamwona mwalimu kwenye kupata ukakasi wa mtu kama Mutale, Joshua Mutale katika fomu yake alionayo Mutale kwa sasa, na wale ambao wamekuwa first 11 yake kwenye michuano ya kimataifa. Mwalimu itabidi aumeze kichwa jinsi ya kumpa nafasi hata kuanza possible, kwa sababu performance yake iko nzuri. Na kama umemstukia Mutale tangu zile game wanaelekea na El Masry mchezo wa kwanza, alianza kuwa kwenye kiwango bora. Matatizo watu yakaja kwenye criticize kwamba zile game mbili ambazo ameonyesha kiwango cha juu zilihusisha madaraja ya chini. Ilikuwa dhidi ya kwenye championship, dhidi ya Big Money, dhidi ya TMA. Wakasema hii performance huenda ni kwa sababu haina timu, lakini sasa ameonyesha kwenye mechi za ligi kuu kwa nani kubwa sana. Ni mtu ambaye namuona ana nafasi ya kuweza kwenda kucheza. Lakini neno zuri umezungumza mwenyewe kuhusiana na coach anapopata upana pale wachezaji wake wako na utimamu wa mwili, utimamu wa kiakili. Wanasema physical fit as well as mentality. Physical fit as well as mentality, unakuwa hakuna engo yoyote unaoumwa, hamna kidole wala kucha inaouma. Alafu na akili yako imekaa kwenye mchezo, hauna kadhia. Kuna masuala ya mahusiano huwa yanaporomosha sana standardi za wachezaji. Yaani awe Messi awe Ronaldo, kama vile yule Antonio Rokuza, Mrs. wa Messi. Angekuwa anamsumbua labda Mrs. wake migogoro ya mara kwa mara, ingeathiri performance yake. Sasa inapotokea una wachezaji wote wana utimamu wa mwili, wana utimamu wa kiakili, possibility ya wewe kuchagua mchezaji wa kumorodhesha, yaani unakuwa na unasema uga mpana, nimchukue huyu, nimpe nafasi. Zuberi George Mkalaboko, saga ambazo zinaendelea hivi sasa kwenye ardhi yetu ya Tanzania na hata kanda nzima ya Afrika Mashariki ni kuhusiana na uwanja ambao utachezwa kwenye mkondo wa pili. Tuichukulie taarifa iwe ni tutacheza fainali ya mkondo wa pili sisi wa Tanzania kwenye kiwanja cha Amani. Simba kwenye hii mechi ya kesho wanaweza kuitumia kama advantage ya kuamini kwamba nyumbani mechi ya pili bado ina mashaka tutachezea wapi, tuimalize game huku. Inaweza ikawa ni agenda nzuri wakaitumia na ikawapa mafanikio zaidi, si kusubiria sana uwanja wa nyumbani, waimalize game huko. Simba wanastahili kupata ushindi ili wawe mabingwa, bila kujalisha ushindi wao wanaupata nyumbani ama ugenini. Japo inaingizwa faida ya ugenini na nyumbani kwa sababu moja, kama ukiwa na ushindi haukupatikana ugenini,
basi nyumbani inakupa nafuu. Lakini usiposhinda nyumbani, usiposhinda ugenini, huwezi kuwa bingwa. Ukafungwa ugenini ukashindwa kushinda nyumbani, huwezi kuwa bingwa. Ukafunga nyumbani ukafungwa ugenini, huwezi kuwa bingwa. Tafsiri yake ubingwa unatakana na ushindi. Ushindi wa namna gani? Ni ushindi wa kupata tafsiri halisi ya matokeo ya mechi. Hilo ndio eneo ambalo nalitazama. Lakini ukiniambia nitegemee nini kufuatia mgogoro huu, nadhani Simba wanafahamu timu imetengenezwa kucheza kiwanjani. Timu haitengenezwi kucheza nje ya uwanja. Kiwanjani ni pale tu panapokuwa na uwanja na sheria namba 1 na 2 na 3 mpaka ya 17 inapogusa katika mchezo wa mpira wa miguu, ndio timu inatafsirika hapo. Hoja ya saikolojia inayo nafasi. Kucheza kwenye uwanja ambao mtapata uhakika wa ultimate composure, kwa maana nguvu ya mashabiki wenu, watawashangilia vya kutosha, mtakuwa na amani, ina faida. Na utofauti wa kucheza amani na kucheza kwa Mkapa ipo tofauti. Cloud intensity, idadi ya mashabiki wa Simba wanaweza kuingia amani na wale wanaweza kuingia kwa Mkapa ni vitu viwili tofauti. Lakini bado idadi ya mashabiki haidetermine ubora wa michezo. Unajua RS Berkane ndio wafalme wa michuano ya washirikisho. Hawa katika miaka 7 wameingia fainali mara 5. Wamechukua mara 3. Wana kocha mwenye mafanikio zaidi akiwa na umri mdogo Afrika. Unamzungumzia Moon Shaban. Ana CAF Champions League 2 back to back na Sportivo de Tunis. Wana kocha mzoefu wa michuano hii akiwa na umri mdogo kuliko Fadlan Davis. Davis ana 44, yeye 43. Wana kocha ambaye anaijua fainali za Afrika. Wana timu ambayo ina mafanikio kuliko timu zote za Berkane. Kwa mara ya kwanza timu hii tangu imeundwa miaka 1930 huko, wamepata ubingwa wa kwanza wa Morocco Botola Ligi msimu huu. Sasa wakati tunazungumza hii mechi, ukirudi kwenye status ya hizi timu, nyakati zinazokutana, uwezo wa kila timu, ubora wa kila timu ndio unatupa tu hesabu. Na ndio maana mtu mwingine anasema ukiwatazama Berkane wanacheza kama jacuzzi. Ukitaka maji ya moto unapata, maji baridi unapata. Kwa nini? Berkane kwenye takwimu, mabeki wao katika michuano hii ndio wamefunga magoli mengi kuliko hata baadhi ya washambuliaji wa timu zingine. Viungo wao katika michuano hii wamefunga magoli mengi kuliko hata wachezaji wa timu. Washambuliaji wao kwenye michuano hii wamefunga magoli mengi kuliko washambuliaji wa timu nyingine. Timu yao kwenye michuano hii ndio haijafungwa magoli mengi kuliko timu nyingine. Timu yao kwenye michuano hii ndio imefunga magoli mengi kuliko timu nyingine. Kwa kwenye takwimu, kwenye ile tunasema performance metrics ya Berkane iko katika daraja la pekee. Simba ni miongoni mwa timu ambayo imefungwa magoli machache, lakini timu ambayo ni shindani na mshindani wake zaidi ni Berkane. Sasa kuelekea huu mchezo, fasiri yake halisi, mambo ya nje ya uwanja ukienda ndani ya uwanja, kila timu ina nidhamu yake. Na zaidi tunakuwa na wasiwasi na Berkane uwanja wa nyumbani. Wao uwanja wa nyumbani ni kama maabusu. Choo, kila kitu kipo ndani, utoki nje. Kwa rekodi yao wakicheza uwanja wa nyumbani, wameshinda zidi ya big team pale pale Morocco, wameshinda timu zao zote walizocheza nao uwanja wa nyumbani na sare yao moja. Sasa tafsiri yake ni kwamba pale kwao hapajawahi kuwa sehemu salama ya mpinzani kucheza kwa utulivu, na wameonyesha pia wana ukomavu wa kucheza viwanja vigumu. Walipata mafanikio kucheza Mohamed Aloui pale Algeria dhidi ya kikosi cha SS Constantine. Uwanja unachukua watu 40,000. Idadi kubwa ya mashabiki walikuwa Constantine. Walitoka pale kufungwa goli moja. Tafsiri yake yote tunayotaka kuzungumza Joe ni kwamba Simba kwa Berkane wakubali wanacheza na timu ambayo inacheza kama jacuzzi. Kwa nini? Berkane wanasema watu wa mpira ni master of control of the tempo of the game. The master of controlling tempo of the game. Timu ambayo ina uwezo wa kustahimili pressure ya aina yoyote. Kwa nini? Wao wanacheza quick progress ball. Quick ball progress. Timu ambayo ili ikushambulie inakutengenezea shape mbovu ya ulinzi wako ukiwa wewe unashambulia. Naomba niweke taratibu. Quick ball progress. Timu ili kushambulie inakutengenezea umbo lako bovu ikiwa wewe unakwenda kushambulia. Magoli yao mengi walioyafunga wametoka eneo lao kwa pasi chache kwenda kwa wapinzani. Wapinzani wako na idadi kubwa ya walinzi wao wakiwa wachache. Sasa hii ndio quick progression goal. Nini ambacho anakifanya coach Moin Shaban ni kwamba anatengeneza timu, msingi wake wa kushambulia ni namna ambavyo wapinzani wanapokuwa wanashambulia kwao. Ili muache nafasi wa washambulie. Na ndio maana kucheza na Berkane ni ngumu zaidi, kwa sababu mtindo wao kucheza wanataka nafasi zako unazoziacha wewe. Sawa, ticha, tunaamini Berkane wanacheza mpira wa kasi kama ilivyoasili mpira wa Morocco. Simba ili wafanikiwe pengine kupata matokeo mazuri mbele ya Berkane ni kukubali kukimbia zaidi. Kauli huwa mnatumia makocha, kukimbia zaidi kuliko mpinzani.
unadhani Simba wataweza kukimbia kwa dakika zote 90 kuwa bora ugenini kwenye mechi ya kesho? Sasa yes, ina depends. Au mwalimu afanye nini sasa ili kutekenya dakika 90 zote awe kwenye standard nzuri? Ina depends preparation ya idara ya fitness ambayo ndio itakupa stamina wewe ya kuhimili dakika 90 katika ubora ulionao, hiyo mikimbio na nini, ukaweza kuimudu dakika ya kwanza mpaka 90. Maana yake sasa timu ambayo imefanikiwa hivyo wanasema wana training mara 2 zaidi ya opponent, kama umegundua opponent wako ana kitu hicho. Yes, sasa training sessions zetu mara nyingi session moja alafu inabeba hivyo vitu vyote. Physio atawaanzishia fitness coach, si ndivyo? Alafu mnaenda kwenye kufundishwa techniques na tactics za kucheza. Uoni time ambayo inaweza kuruhusu uwezo huo. Sasa basi kwenye match ukafanye nini endapo mwenzako yuko bora katika kiasi hicho? Wewe ukasimame kwenye sheria 2 miongoni mwa 10 za mchezo wa mpira wa miguu. Kwenye 10 command of football, sheria namba 1 inasema anza shambulizi zuri mara upatapo mpira. Sheria namba 2 inasema geuka kwenye mbinu za ulinzi mara upotezapo mpira. Sijui kama naeleweka. Huku nyuma utakuta nyingine zinasema usiruhusu mpira udunde karibu yako, usiruhusu mpira upite pembezoni karibu nawe, unatakiwa intercept, usifanye nini. Hivi ni vijikanuni vinavyofuatwa. Lakini kama umegundua timu yako iko timu ya pili unaocheza nao iko much better, weka simame kwenye sheria namba 1 na 2. Maana yake nini hii kwenye mchezo? Mnavopata mpira mnaanza shambulizi wote kwa pamoja bila kujalisha position uliopo. Mkipoteza katika eneo lolote uliopo, mentality yako inabadilika na kuanza mbinu za ulinzi. Utaondoa comfortability ya upande wa pili, kwa sababu kwenye swala la kukaba litakuwa na kila mmoja. Wewe ukaenda ukasimama hapo, basi utapata matokeo. Sawa. Ajenda na kasumba ambayo inaaminika Zuberi George Mkaraboko kwamba makamu wa rais wa shirikisho la mpira Afrika CAF ni miliki wa Berkane, sijui kama acha mtoto wake madaraka, ndio maana inawekwa ugumu wa hii finali atakuchezwa Dar es Salaam. Kitu hiki kinatija ama kipuuzwe? Kwanza nadhani pia hata kauli ambayo nimemsikia akinukuliwa Crescentus Maguli kiongozi wa Simba juu ya mtazamo wake kuhusisha hilo la miliki wa Berkane ni nani, kauli hile anaweza kustahili kufungiwa mpira. Na CAF inaweza kumuingiza matatani kama alivyoingia matatani kocha Adel Amrouche. Unajua, kutoa tuhuma zisizo na ushahidi kwa dhana ya mazingira sio kitu sawa sawa. Rais wa mpira wa Afrika ni mmiliki wa Mamelodi Sundowns. Kwa kuepusha mgongano wa maslahi, sasa hivi iko chini ya mtoto wake, akaikabidhi timu kwa mtoto. Fawz Lekja, huyu ambaye anatajwa ni rais wa Berkane, ni miongoni mwa wamiliki, sio mwanzilishi. Berkane ni timu ya siku nyingi. Kwa sehemu ya wamiliki wa Berkane, yeye sasa hivi hayuko kwenye madaraka ya moja kwa moja Berkane. Lakini tukirudi sababu za kumhusisha Fawz na hiki kinachofanyika, ni nani aliyeutambulisha uwanja wa Amani kama uwanja wake wa mpira? Simba. Ni nani aliyeutambulisha uwanja wa Mkapa kama uwanja wake? Simba. Ni nani aliyekuwa anashirikiana na CAF kukagua uwanja wa Mkapa na kukagua uwanja wa Amani? Ni Simba Sports, shirikisho la mpira la miguu, serikali kwa huku bara na serikali kwa Zanzibar. Kwa sababu nyinyi ndio timu wenyeji mnaotambulisha viwanja vyenu. Kwa nini mechi ilipelekwa Amani? Ni kwa ada mapungufu ya uwanja wa Mkapa mwanzo, na wao wakaona uwanja mbadala ni Amani. Kwa nini Amani imetoka? Nadhani yako maeneo kabla ya kutengeneza taharuki kwa watu warudi kutengeneza uhalisia. Kabla ya haya tunayoyazungumza yote, kwanza Simba wameanza kuuza tiketi bila kujua venue. Kwa sababu ukaguzi walikuwa wanajua ni kwa Mkapa. Kwa taarifa ya nani? Kwa sababu taarifa ya CAF baada ya ukaguzi wa matokeo ya mechi dhidi ya Al Masry na kuwa na observer wao, maana yake mkaguzi wa viwanja alikuwa anaendelea kutazama uwanja wa Mkapa na uwanja wa Amani. Yeye anatumia taarifa iliyotokea baada ya mechi ya Al Masry. Sasa kama kuna marekebisho mengine, ilikuwa ni request kupeleka CAF, lakini kumbuka kuna muda na ratiba, vitu ambavyo huwezi kuvinunua. Hawa wanafanya ukaguzi kwa ratiba na muda, kwa kanuni. Sasa kama kuna jambo lolote jipya ambalo nakiri kwamba hata kipindi cha nyuma lilitokea, kwa sababu serikali ndio ilifungia uwanja wa Mkapa kipindi cha nyuma, utakumbuka. Ndio wana mechi ya Al Masry ikaruhusu, lakini CAF kwa uchunguzi wao wamegundua uwanja wa Mkapa una dosari. Na rejea taarifa yao ya kuhamisha mechi, wanasema wananukuu yale mapungufu yalionekana mechi ya Al Masry. Kwa haya ukarabati unaofanyika sasa, maana yake CAF hawana taarifa nao. Sasa ni nani wa kuwapa taarifa CAF? Ni mamlaka ambazo zimekaguliwa, na wakati tunakaguliwa TFF walikuwepo,
ambao ndio wasimamizi wa mpira na wanakiri wameshirikiana na TFF na mamlaka zingine. Sasa kama kuna jambo jema, uwanja umefanyiwa ukarabati, sio mambo ya kutoka kuropoka kutuhumu watu, sio mambo ya kutoka kulaumu watu. Berkane imepewa taarifa kama club, Simba amepewa taarifa kama club. Sasa kama taarifa hii mnataka tucheze uwanja kwa Mkapa, taratibu zipo. Sasa kila mtu atamani kwa Zuberi, Berkane wao tayari wameshabook hoteli yao Zanzibar. Simba wao wanauza tiketi kwa Mkapa. Kuna lack of communication. Kuna mapungufu ya mawasiliano kwenye timu mbili na mashirikisho yanayosimamia hii finali. Kwanza anayetoa taarifa venue iko wapi ni mwenye mashindano. Si ndivyo? Mwenye mashindano nani? SCAF. Kwa kupitia taarifa za nani? Timu mwenyeji. Baada ya kumthibitishia uwanja wako unaotumia wapi na yeye kukagua kwa vigezo. Kwa sababu uwanja uchezi unakaguliwa kwa vigezo. Haupangwi tu kwamba kachezeni kule, unakaguliwa kwa vigezo. Sasa mwenye mashindano yake baada ya kukagua, kagundua uwanja ni vigezo huu hapa na akakupa taarifa za kupendekeza katika viwanja. Unajua kwa nini yametoka mapendekezo? Kwa sababu vimetambulishwa viwanja viwili. Kwa recommendation yetu uwanja uchezwe Amani. Bahati mbaya lugha zinachanganya watu. Kwamba ni mapendekezo katika viwanja viwili. Tunapendekeza mechi ichezwe Amani kwa kutoa background information ya zile mechi ya mapungufu yalioonekana Benjamin Mkapa. Sasa huu ukarabati tuliofanya huu. Manake ungerudi kuaminisha bwana ukarabati huu, kuna ukarabati umefanyika tayari. Mechi inaweza kitu ambacho kinawezekana. Lakini kuchukulia kwamba maamuzi yani kama kutengeneza saikolojia kwamba tunahujumiwa ni kitu kibaya kuelekea mechi ambacho pia kinaweza kikaathiri watu na watu wakatafuta visingizio mechi kipotezwa waseme nini tatizo. Lakini pia kuwapa taharuki mashabiki, kuleta fujo na pia viongozi kupokea mihemko. Lakini nilidhani kwa naongea na kakangu nasema taratibu zipo. Uwezi ukataka haki kucheza uwanja kwa kurekodi uwanja pale kwa Mkapa. Pana mtaalamu pale. Kwani kafu hawana room ya kuja tena kukagua kwa Mkapa Tichatiga na kwenye pitch na mazingira ambayo tunaona kwenye clip za video mitandaoni zinaanza kutumwa sasa. Kwamba kafu hawana nafasi ya kuja tena. Wameshamaliza ukaguzi wao, hawarudi. Naamini hilo, na wakati unafikiri wanaweza kurudi kufanya ukaguzi wao, habari ambazo tunazo ni kwamba wana observer wao ana zaidi ya miezi 6 anadili na maendeleo ya uwanja kwa sababu ya AFCON Chan. Yes, kila siku anaandika ripoti yake development na nini. Uwezi kama amekaa miezi 6 uwezi kuja kumshawishi siku hizi 2-3 za mwishoni. Ripoti yake basi itakuwa imetukaanga. Kuna athari kwa Simba kwenda Zanzibar kucheza na kuto kuchezea kwa Mkapa, kwamba kuna nguvu inapungua ticha? Yes, Waarabu wanasema loneliness washa, upweke. Zanzibar hapo tu boti 40 unavuka shabiki. My friend. Refer to the capacity. Uwezo wa kuchukua mashabiki. Uwanja ule tunaambiwa 15 mpaka 20. Tufanye hapa 60 na maana ni mara 3. Umeelewa? Hicho ni kitu kikubwa. Tamaduni, viainisho vile vikundi vya ngoma vya nini, uweze ukaviondoka navyo hapo vyote fika, si ndivyo? Kuna upweke ndio itakuwa nafasi kubwa sana. Yaani upweke. Sasa kama upweke ticha watakuwa nao hapa, tafsiri yake waimalize mechi kesho angalau kwa kupata sare kule. Wanaweza kutumia kama silaha na hasira za kumaliza mechi huko kuliko kutegemea huku. Kwanza mimi nipende kusema kitu kimoja. Kama wachezaji wanadhana ambao washabiki na uongozi inao kwa kupitia reference ya Magori kwamba kuhamishwa uwanja kumetokana na fitnat el dunia, fitina za walimwengu, basi wakaipe kipaumbele ile mechi kwamba iko serious, tuko katika vita vya kimchezo. Kwa hiyo kama adui unajua wanasema kumchinja Kobe timing. Kobe anapotoa kichwa ndo pale pale mmalize. Kama kuna possibility ya Simba kumaliza game ile kule, aimalize pia. Kwa sababu ni mchezo wa finali. Mchezo ambao kama hizi ni fitna zinaweza zikafanywa mara 2 zaidi endapo matokeo ya kwanza yameshatoka. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo possibility kama ipo ya kuikill game, yani kuimaliza kabisa, basi waimalizie kule kule. Umeelewa? Kwa sababu tunasema adui, mtu kishamuita adui ni ama zako ama zake. Umeelewa? Yeah. Sawa. Zuberi, Simba wameshaanza kuuza ticket, baadhi ya maeneo ni sold out. Tunafanyaje mzee wangu? Simba wanatuchezea akili ama wawathamini mashabiki wao, au ndo haya yanatokea tena yasintofahamu? Kwanza kuuza ticket bila kuwa na taarifa za uthibitisho wa ukaguzi na kuthibitisha uwanja uko wapi yalikuwa ni makosa makubwa. Hiki kitokea wakulaumiwa ni Simba wao. Wameuza tiketi bila kupata taarifa ya uthibitisho wa uwanja, kafu wanautumia uwanja gani. Kwa nini?
aliyekuwa na mapendekezo ya kutumia viwanja viwili ni Simba wenyewe, baada ya uwanja huu mwanzo kuonekana una dosari. Lakini baada ya mechi ya Al-Masry, tetesi ziko wazi kwamba uwanja unaonekana hauwezi kutumika tena. Nani alitakiwa kustahili kutumia jitihada kuonyesha uwanja? Ilikuwa ni Simba kutoa taarifa, kushirikiana na mamlaka. Bahati mbaya sana. Sisi tunaangalia taarifa za utendaji wa serikali na marekebisho ya uwanja kama vile CAF wanafanya kazi na serikali muda wote. Unaona shida inapokuja? Kuna maeneo tunataka kuchanganya mada hapo. Serikali jitihada zake za kurekebisha uwanja, tunadhani CAF nao wako kama sisi wanafuatia kila siku. Wewe ukisema bado 85%, CAF wanaamini kwamba uwanja wako haujakamilika. Sababu taarifa iliyotoka bado 85% bila kujalisha ni maeneo gani. Hasa mkaguzi akija, observer anajua. Na wanatumia wataalamu na wanakagua kwa muda na jopo lao. Wana observer yuko hapa. Lakini kwenye ukaguzi inakuja timu na ilishakuja ilifanya huo ukaguzi. Sasa haya yaliyofanywa ukarabati wakati baada ya ukaguzi, ni nani sasa anayetakiwa kumwambia mkaguzi njoo tena? Maana tafsiri yake ilikuwa ni mchakato ambao unatakiwa kufanyika. Bahati mbaya kuuza ticket kwenye uwanja unaofanywa ukarabati bila muhusika anayeukagua kuwa na taarifa nao, ndio inaleta mkanganyiko huu. Ndio maana ukiangalia hili jambo unaweza ukadhani kama linabebwa kwa taharuki, lakini kuna maeneo tunapungukiwa umakini. Sababu umakini wa kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba CAF wameconfirm venue wana confirm vipi? Lazima tutapewa taarifa. Au watawahamisha walionunua tiketi ndio wataenda kuingia Zanzibar. Na huna namna. Utakuwa gharama za nani kwenye usafiri sasa? Usafiri sasa itakuwa. Inabidi Simba walipie gharama sasa kuwasafirisha. Sio kitu au itakuwaje support hiyo? Sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Pesi utoke kwenye tiketi, viwango vyao vilikuwaje kwenye bei. Yeye kasha kuchangia shilingi 10,000 labda ya kiingilio. Nauli ya go and return Zanzibar 70,000, 35 mara mbili. Simba anaingiaje kwenye gharama hizo? Yeye alikuwa anajua venue yake iko wapi. Kwa wafanye nini ticha, au watumie nguvu ya ziada kutumia ushawishi, tushauza tiketi basi CAF tunaombeni busara mechi chezo hapa kwa Mkapa. Tiketi zinarudi, tiketi zina namba, watu wamelipa tiketi. Warudishe gharama zao watu. Ticha Asmani. Mimi haiwezi kawa na busara kutoka CAF wakasema okay chezeni kwa Mkapa basi. Sasa tunaporudi na CAF warejee kwenye busara, bado tutarudi kwenye yale matatizo ambayo pia huko chini hapo ya kutumia busara na tatizo yetu. Badala ya kanuni ilikuwa inasema hivi. Lakini all in all, CAF wenyewe wasione kama sisi wa Tanzania tumekosea, waichukue na wao kama somo. Kwa nini tunacheza finali mbili home and away? Wenzetu wanacheza finali moja, ili kiwanja kiwe neutral ambacho utakipanga wewe. Kwa nini wasinyanyuke na kusema kwamba na sisi tumepata somo, tunatakiwa sasa tufanyie amendment kanuni zetu za ushiriki wa mashindano yale. Walishia kujaribu wakati fulani finali kachezwa moja, lakini ndo maisha yetu ya Kiafrika mashabiki kwenda kucheza kule na kwa ngumu. Hapana, ilikuwa ni corona. Hawakujaribu kama kuipractice. Ilikuwa ni corona ndio ilipelekea situation hiyo. Ikachezwa nyingi. Ikachezwa yes, lakini kwa wenzetu ambapo wamepiga hatua, ikishapangwa uwanja fulani wa tarehe fulani, tunaona hata zile souvenir ambazo players wanagana, si ndivyo? Nahodha huko anakuja na souvenir yake na nahodha huko. Ukisoma vile vibendera wanavyogana ndio tunaita souvenir. Zimeandikwa hii ya mchezo wa tarehe fulani, venue hii. Hata jezi za wachezaji, kwa mfano UEFA Champions League, Europa League tarehe 21 wanacheza, UEFA Champions League inacheza tarehe 31 kule Germany. Hata jezi ile itakuwa imeandikwa tarehe fulani, si ndivyo, katika uwanja fulani. Yaani wewe mwenyewe ile jezi inakuwa ni sehemu ya historia yako. Sawa, tumalize kwa kuamini. Swali la maudhi lakini lisiloumiza. Simba kumkosa kiongozi yoyote pale kwenye shirikisho la mpira wa miguu CAF pengine linapunguzia nguvu wao kwenye namna kukuza mambo yao. Wakati fulani alikuwepo Babra alikuwaga kiongozi CAF, alipataga uteuzi. Ulishia mjumbe kwenye kamati za CAF. Walishamuondoa? Nadhani ilikufa ile. Kama yupo na klabu kwa muda mrefu vile position ya CEO, nafasi inapatikana kwa klabu. Ana attend kama nani? Inawapunguzia nguvu kukosa mtu Simba kukosa mtu CAF? Hapana, tukisema hivyo sio kila viongozi wa CAF wana mafungamano na vilabu vingine. Nadhani ni utulivu tu ambao tunatakiwa na sisi tujifunze. Utulivu tu, tuwe na umakini na mazingira tuko na. Haya yote ni matokeo ya timu kutokuwa na viwanja. Haya yote tunayoona haya. Sawa. Zuberi George Mkalaboko na Ticha Tiga na Lukinja. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziku, farasi wa vita. Tumeitazama kick-off number 1 kwa ukubwa zaidi. Finali ya kesho kikipigwa kule Morocco, na tukigusia saga ambazo zinaendelea hivi sasa kuhusiana na finali ya mkondo wa pili. Tunaifunga hivi kick-off number 1 ka tayari.